Msalabani pa Goligota, jerahani mwa Yesu, ni mahali penye raha kwa wowote kabisa. Jina lako Yesu lina nguvu, jina lako Yesu linatuponya, jina lako Yesu la bariki. Wewe ni mtakatifu na mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Msalabani pako tuna raha ya milele, tuna uzima wa milele, tuna ushindi wa milele. Kwako Yesu Kristo wewe tuna kimbilio, tuna wokovu. Kwako Bwana tunashangilia siku zote za maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Bwana, ninaomba rehema na neema juu ya msikilizaji, mtazamaji, kwa ajili yetu sote watumishi na watoto wako. Turehemu sahi tena tunapolisikia neno la uzima. Damu ya Yesu ikanene mema, na nguvu zako mwenye nguvu zikatawale na kutuwezesha, na mapenzi yako yakaendelee kutimizwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu mkuu mtakatifu na mwenye uweza, sasa na hata milele. Naomba tawala tena, takasa tena, tuwezeshe tena kwa uweza wako mkuu, Baba wa milele. Amen. Ubarikiwe kwa Yesu Kristo Bwana, na karibu katika saa nzuri ya kuendelea kupokea chakula cha rohoni katika jina la Yesu. Ujumbe ulioko hapa ni huu: tunashinda nguvu za mauti ya kuzimu kwa damu ya Yesu Kristo. Tunashinda nguvu za mauti ya kuzimu kwa damu ya Yesu Kristo. Nikitaja damu ya Yesu Kristo tunamtaja Yesu. Tukimtaja Yesu tumeitaja damu yake. Na mauti ya Yesu iliyofanyika inatusaidia, ambayo ilitoa damu inatuwezesha kuziangusha na kuzishinda nguvu zote za mauti ambazo zimekusudiwa kwenye maisha yetu. Kuna mauti kwenye maeneo mbalimbali, hata kwenye uchumi, hata kwenye mwili, hata kwenye nafsi, hata kwenye fahamu, kwenye fikra, kwenye familia, kwenye mifugo. Mauti inaweza ikatumwa. Kwa hiyo tunashinda nguvu zote za mauti kwa damu ya Yesu ya pale msalabani. Neno la Mungu nianze kusoma Isaya 25 mstari wa 8. Isaya 25 mstari wa 8. Amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, maana Bwana amenena hayo. Anasema mstari wa 9, katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye Mungu tuliyemngoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wake. Amina. Bwana ameimeza mauti. Mauti imemezwa, imefunikwa, imezidiwa, haina uwezo. Nguvu ya yule shetani yenye kuleta mauti katika maisha ya waamini wa Yesu, basi kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo na kwa nguvu ya kifo chake na ufufuko wake, ameimeza nguvu ya mauti ya yule ibilisi shetani, ili isiweze kutusumbua katika eneo lolote la maisha yetu, lakini sisi tuweze kuishinda nguvu yake yeye ibilisi muharibifu. Amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, maana Bwana amenena hayo. Kuna watu wameteswa, kuna watu wengine wamefiwa kabisa, ile kufiwa kabisa kwamba mtu ameondoka duniani, na wamebaki na maumivu na machozi. Kuna watu wengine vitu vyao vimekufa. Kuna watu ambao vitu vyao vimekufa na wamebaki na machozi na aibu. Wengine wameaibishwa, wengine wanazomewa, wengine wanashutumiwa, wengine wametamkiwa maneno mengi kwa sababu ya ile shida walioipata. Inawezekana biashara imekufa, kumbe lilitumwa roho la mauti, limepitia biashara imekufa. Lakini sasa kwa damu ya Yesu, au kwa uweza wa kufufuka kwa Yesu, yani ile nguvu ya uweza wa Yesu, inatusababisha kwamba tushinde. Mauti isifanikiwe tena,
nguvu ya mauti ya ibilisi imezwe, ifunikwe, isiweze kuchomoza tena. Kwa hiyo tegemea damu ya Yesu, tegemea damu ya Yesu katika kufufua vilivyokufa. Na amesema, neno lake Mungu lasema ameimeza mauti hata milele, na kwamba atafuta machozi ya wenye machozi. Kuna watu ambao wamepotezwa, kuna watu ambao wametekwa, kuna watu ambao wamedhulumiwa haki zao, kuna watu ambao wameibiwa haki zao kiroho, kimwili. Kuna watu ambao mauti inawafuatilia kwenye ndoa, inawafuatilia kwenye maisha. Kuna nguvu za mauti zinafuatilia kwenye biashara. Kuna nguvu za mauti zinafuatilia watoto kwenye masomo shuleni. Kuna nguvu za mauti za kuwaua masomo au vipaji vya watoto. Kuna nguvu za ibilisi ambazo kazi yake ni kuwaua. Na Yesu anasema ibilisi huyo amekuja, kazi yake ni kuchinja, ni kuharibu, ni kuua. Lakini Yesu amekuja ili tuwe hai na maisha yetu yawe hai, karama, vipawa vikawe hai, huduma ikawe hai, maisha yetu yakawe hai, upendo ule wa Yesu ndani yetu ukawe hai, imani yetu ikawe hai isiwe mfu. Shamba lako likawe hai katika jina la Yesu. Ameimeza mauti hata milele, atafuta machozi na aibu zitaondolewa. Kuna watu wana aibu kabisa kwa sababu kuna vitu vimekufa kwenye maisha yao, na walikuwa wanaishi maisha mazuri. Sasa ghafla mambo yamebadilika. Cha kufanya sasa ni kumrudia Yesu kwa nguvu tena. Ikiwa ulikuwa umemwacha au ikiwa ulikuwa naye lakini yametokea yaliyotokea, usiangalie yaliyotokea. Sasa mtazame Yesu ambaye anaweza akafufua. Mtazame Yesu ambaye anaweza akafufua hali yako ya imani tena. Anaweza akainua tena ndani yako kile ambacho pengine kimelala au kimesinzia au kimekufa au kimezimia. Yeye kwa uweza wake atakiamsha tena kiwe hai. Na anasema katika siku hiyo watasema, tazama huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie. Maana yake iko saa itafika hata wale ambao ndugu zao sasa hivi wamepotezwa, wajui wako wapi, na wengine tayari wamekwisha kuuawa. Basi Mungu wetu kwa neno lake asema iko saa inakuja na ambayo utasema, tazama huyu ndiye Mungu niliyemngoja. Iko saa ambayo Bwana atafanya mambo makubwa, mambo ya kipekee ambayo yatakuwa ni mambo ya kushangilia. Hapo ndipo mtu atasema huyu ndiye Mungu niliyemngoja. Iko saa ambayo Mungu atarudisha, iko saa ambayo Mungu ataamsha, iko saa ambayo Mungu atakuja kwa uweza wenye nguvu, ili arejeze kile kilichoibiwa, kilichopotea, ili arudishe kile ambacho adui alifanya uharibifu na kikazimia au kikafa au kikawa kionekani. Inawezekana kabisa maisha yako yakafunikwa yasionekane kwa sababu ya hila za watu au za mwovu shetani, lakini katika neno lake tunakumbushwa tena, yeye tukimngoja, iko saa ya kutusaidia ambayo atatuondoa, utafunuliwa katika jina la Yesu Kristo. Anasema huyu ndiye Mungu tuliyemngoja, na tushangilie na kufurahia wokovu wake. Kuna saa ya kushangilia. Wewe ambaye sasa ushangilii, neno la Mungu nasema, lieni pamoja na wanaolia, furahini pamoja na wanaofurahi. Kwa hiyo inawezekana ni wakati wako wa kulia, lakini katika kulia huko uwe na matumaini na imani kwamba iko saa ya kushangilizwa, iko saa ya kutoka, kwa sababu hapa amesema atafuta machozi yao wanaolia, walioumizwa, walioteswa, walioonewa, ambao hata sasa wamekandamizwa, wengine wamefungwa pengine kwa sababu ambazo sio za kweli, na wako kwenye machozi na huzuni kwamba wamefungwa gerezani au wamefungwa na nguvu za adui. Lakini iko saa ya kutoka kwenye machozi, kutoka kwenye mateso, na ipo saa ya kushangilia na kusema, hakika huyu ndiye Mungu niliyemngoja, huyu ndiye Mungu ambaye nilimtaka nimuone. Twende tuone tena katika Hosea sura ya 13. Hosea sura ya 13. Amemeza mauti hata milele, ameishinda nguvu ya mauti, huyu Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo tukiendelea kuamini, basi tunapewa kushinda hizo nguvu za mauti. Sura ya 13, Hosea 13 mstari wa 14.
nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Ewe kaburi, ku wapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho yangu. Amina. Nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti. Mungu anasema hivi, anaona na kujua kuna watu ambao wameandaliwa kufa, kuna watu wameandaliwa na tarehe, kuna watu wametengenezewa pengine na majeneza kwamba ni kufa. Kuna watu biashara zao zimeandaliwa kufa, zimeandaliwa mauti. Kuna watu watoto wao wameandaliwa vifo. Kuna watu kazi zao zimeandaliwa zife. Kuna watu wameandaliwa kufukuzwa kazi. Kuna watu wametengenezewa makaburi na mipango ya kuzimu, au na watu wenye jeuri na ila mbaya. Sasa sikiliza neno la Mungu. Anasema nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti. Nguvu za kaburi, nguvu za mauti. Mungu anawaokoa watu wake wanaomtumainia, wanaoamini kwake. Yeye anawatoa. Mungu anaweza kukutoa. Inawezekana kuna mauti imekuzongazonga, imekufuatilia muda mrefu. Inawezekana kuna kifo cha kiroho wamekiandaa. Sasa usione kufa kwa jina la Yesu, bali ukaone kuwa hai katika jina la Yesu. Nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti. Ewe mauti, kuu wapi mapigo yako? Mungu anamuuliza huyu mwenye nguvu za mauti, kuu wapi kushinda kwake? Kuu wapi uwezo wake? Anasema uwezo wake umefutwa, umenyamazishwa. Ijapo atainuka kukusudia hayo, Bwana ametuhakikishia kushinda na zaidi ya kushinda, kwa sababu uweza wake ni mkuu. Yeye alishinda kaburi. Yesu Kristo alishinda mauti. Kwa jina lake Yesu tunaondolewa kwenye vifungo na kazi zote za mauti. Amini hayo, na sasa inuka kwa upya. Shika neno hilo, Isaya 25 mstari wa 8 na wa 9. Shika pia neno hili Hosea sura hii ya 13 na mstari ule wa 14, kwamba Mungu anawaokoa watu wake na nguvu za kaburi. Mungu anawaokoa pia na nguvu za mauti, na anaiuliza mauti, mapigo yake yako wapi? Ewe kaburi, kuu wapi kuharibu kwako? Kuharibu kwake mwenye nguvu za kaburi kunaambiwa hakupo, hakutaonekana tena, na machozi hayataonekana tena, na kufa hakutaonekana tena, ila sasa kutaonekana kuwa upya, kuwa hai na kuwa katika nguvu na ushindi. Pewa tena kuona upya na kuona kuendelea, sio kusimamishwa au kufa au kuzimika. Usizimike moyo kwa jina la Yesu Kristo. Ijapokuwa utu wetu wa nje utachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Kaendelee kufanywa upya siku kwa siku. Shikilia neno la Mungu, kaa na imani, ukafanywa upya siku kwa siku. Haleluya! Endelea kufanywa upya siku kwa siku, fikra zako, fahamu zako, moyoni mwako, kwa sababu Mungu yu hai na mwenye uweza mkuu juu ya mauti na juu ya mamlaka za kaburi. Shetani kazi yake ni kufukia, ni kuuaua, lakini kwa Yesu tunawekwa hai. Kwa Yesu ni kuwekwa hai, ni kuwekwa washindi na wenye nguvu na wenye mamlaka kila wakati. Haleluya! Bwana akakomboe maisha yako, akakuepushie na mauti na makaburi na vitu vyote vya uovu vilivyoandaliwa katika jina la Yesu Kristo. Na uweza wake utaweza kabisa kwa kila kitu cha maisha yetu pale tunapouamini. Tuuamini uweza wa Mungu, kwa sababu neno la Mungu nasema injili tunayoihubiri si injili tunayoileta kwa hekima za kibinadamu ili kushawishi watu. No, hatushawishi kwa namna nyingine, ila ni kusudi moja, watu wamjue Mungu kweli kweli, na wazidi kurudishiwa imani kweli kweli, na wazidi kuamini katika Yesu kweli kweli, kwamba katika yeye Yesu Kristo, kwa damu ya msalaba, kwa damu iliyomwagika,
ambayo baada ya kumwagika na kuingia kwenye kaburi, Yesu alitoka kwa nguvu, na sasa zile nguvu zipo zinaendelea, zipo zikiwezesha ili sisi tuendelee kuwa hai, na hata tujapo sasa kufa kwenye kile kifo cha Mungu mwenyewe, bado anasema atakuja kutufufua, alafu tutaishi maisha ya milele. Vitu vyako vilivyokufa katika Yesu Kristo vikafufuliwe, vikainuliwe na kurudishiwa kuwa hai tena. Jina la Bwana litukuzwe milele. Haleluya, haleluya. Wakorintho wa pili sura ya 5, Wakorintho wa pili sura ile ya 5, ukiangalia kwenye mstari ule wa 4, kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua tukilemewa, si kwamba twataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Kile kinachopatikana na mauti, pale mauti inapotaka kunyemelea au kukaa, basi mauti ikamezwe, alafu vitu vyetu vikabaki hai. Biashara, masomo, elimu, uchumi, mafanikio, mambo ya maisha yetu yakabaki hai. Kile kijacho au kipatikanacho kwa mauti kimezwe. Maisha yako kama yamezidiwa na nguvu ya dhambi, dhambi ni mauti, dhambi huleta mauti, basi uzima au wokovu wa Yesu Kristo ukakuweke hai, ukavikwe. Hapa amesema juu ya kuvalishwa au kuvikwa. Ukavikwe vazi la haki, vazi la wokovu, vazi la uzima, vazi la kushangilia katika jina la Yesu Kristo. Katika hilo jina tunavikwa vazi la wokovu na vazi la haki, tunavuliwa vazi la mauti. Na sasa kwa jina la Yesu, wewe ambaye unajiona katika hali isiyo sawa au umevalishwa namna ya mauti, kwa jina la Yesu ukavuliwe. Amini sasa katika jina la Yesu, kwa sababu uamini maneno yangu, ila neno la Mungu ambalo tunalisoma hapa. Anasema ya kwamba ili kile kinachopatikana kwa mauti, basi mauti imezwe, na wewe au vitu vyako vikabakie salama, venye uzima wa Yesu, venye uhai katika Yesu Kristo Bwana. Na jina la Bwana liendelee kutukuzwa na mapenzi yake kutimizwa tena. Katika msalaba tuna uzima, tuna uhai, tuna ushindi. Na katika adui kuna namna ya kufuatilia na kuleta giza la mauti, lakini kwa Yesu tunapewa nuru ya uzima ambayo itafanya vitu vyetu vikae katika uzima, visikae katika mauti. Sema amina na kuamini. Kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua tukilemewa, si kwamba twataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Kwa Yesu kuna uzima ambao unameza vile vinavyopatikana kwa njia ya mauti au vinavyoletwa na yule mwovu, vile ambavyo ni vya adui. Basi nguvu ya uzima wa Yesu inatusaidia ili kinachokuja kwa kusudi la kuua, tusiuawe. Tusiuawe katika vitu, tusiuawe mwili, tusiuawe nafsi, roho zetu zisiuawe, bali zinabakia kuwa hai, zinabakia kuwa salama milele katika jina la Yesu Kristo. Waebrania sura ya 2, Waebrania sura ya 2 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Kwa hiyo hapo wazi wazi inaelezwa mwenye nguvu za mauti ni Shetani, Ibilisi. Na kwa sababu hiyo Yesu alichukua namna kama ya kwetu, mwili kama wa kwetu, na akaikaa kwenye dunia tunayokaa, ili kwa sababu hii tu aweze kushiriki hayo mambo ya kwetu, aweze kumeza vizuri au kumaliza adui na uwezo wake, asiwe na uwezo juu ya wana wa Mungu. Ijapokuwa anashindana na kupigana, lakini asiweze kutuangamiza, asiweze kutuingiza hasara,
ila tuendelee kuwa watu wenye faida, watu wenye baraka, watu wenye uhai, wenye uzima, wenye ushindi, waliojaa maisha ya wokovu, maisha yaliyojaa furaha, maisha yaliyojaa tumaini, maisha yaliyojaa uhakika, wala sio mashaka na uoga. Usiendelee na uoga katika jina la Yesu Kristo. Litumia jina la Yesu kuipiga mauti. Tumia damu ya Yesu kuipiga mauti, ili uendelee kuwa hai na maisha yako, watoto wako, ndoa yako, wazazi wako, ndugu zako, familia yako, kazini kwako, ofisini kwako, kukawe na uzima na uhai katika Yesu. Mauti siwe na uwezo, bali damu ya Yesu na jina la Yesu likakupe kutawala na kumiliki. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo, ili kwa njia ya mauti amuharibu. Kwa hiyo njia iliyotumika ndio ile ya Yesu kufa. Ndio sababu nikakwambia tunashinda nguvu za mauti ya kuzimu kwa damu ya Yesu, kwa kufa kwake Yesu. Basi katika njia hiyo mauti imemezwa na uzima umepatikana. Tunao wokovu, tunao uhai, tunao ushindi milele milele milele. Jina la Bwana libarikiwe. Angalia mstari wa 18, Ibrania 2:18. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Wewe uliye kwenye majaribu na nguvu za mauti zinakushambulia, Yesu Kristo alipita kwenye majaribu na misukosuko ili sisi tupate nguvu ya kushinda misukosuko na majaribu na mipango mibaya ya mauti katika jina la Yesu Kristo. Basi sasa tunaingia kwenye maombi, na Mungu akaitazame Tanzania ambayo kuna nguvu za mauti zimeelekezwa. Watu wanakufa ovyo na kupotezwa ovyo na kuumizwa ovyo, na damu za watu zinamwagika, kitu ambacho hatukuwahi kukiona wakati mwingine kwa Tanzania. Sasa kwa nguvu ya mauti ya damu ya Yesu, basi ikamezwe hiyo mauti inayoifuatilia Tanzania, inayofuatilia maisha yako, inayofuatilia watoto, inayofuatilia biashara, inayofuatilia uchumi wako, uchumi wetu, maisha yetu. Tuna nguvu za kushinda kwa nguvu ya mauti ambayo Yesu alitoa. Tuna nguvu ya uhai sasa, kwa kuwa Yesu yuko hai milele na jina lake linatupa kuwa hai milele. Basi kwa jina hilo na kwa damu yake sasa tunaingia kwenye maombi, tukishambulia kuangusha nguvu za mauti zinazozunguka huko na huko, kutaka kumeza watu, kuharibu watu, katika jina la Yesu. Tuombe. Nawe omba kwa imani, sikiliza, omba kwa imani, kaa kwa imani, endelea kwa imani kuomba. Tutayaona matokeo makubwa kwa jina la Yesu, kwako mwenyewe, kwenye familia, kwenye taifa, kwenye kanisa. Inawezekana kwake yeye aaminie. Jehova Bwana Mungu Baba, asante, umeimeza mauti hata milele. Asante kwa neno lako hili Jehova Bwana, asante kwa pendo lako hili lililokuu sana, na jina lako Yesu Kristo limetupatia maisha ya milele, limetupatia uzima wa milele, limetupatia wokovu wa milele. Jina lako limetupa kushinda nguvu za mauti. Baba, naiombea Tanzania, nchi yangu, Bwana Mungu mwenye uweza mkuu na nguvu juu ya mauti iliyoachiliwa Tanzania, inayomeza watu na kupoteza na kumwaga damu mpaka kwa watumishi wako. Ewe Mungu, simama hukumu mwenyewe. Ewe Mungu, hukumu katikati ya miungu. Ewe Mungu, hukumu kati ya wanadamu. Hukumu mwenyewe, simama mwenyewe na uweza wako mkuu sasa, ukaivunje ile nguvu ya mauti inayofuatilia msikilizaji, inayofuatilia familia, inayofuatilia kwenye kijiji, kwenye mkoa, kwenye taifa, kwenye miji, katika jina la Yesu. Bwana, ulimeza mauti milele. Hizo nguvu za mauti zinazoinuliwa Tanzania kushambulia kanisa na taifa, kushambulia watoto wa Mungu, kushambulia wale wasema ukweli, Bwana, tunaomba ulinzi wako na nguvu zako, na damu ya Yesu ikatunenee mema, na zile nguvu za mauti zikaangushwe, zikabomolewe na kuondolewa, na jina lako Yesu Kristo likaendelee kutukuzwa. Bwana, ninaomba neema yako na huyu mtu ambaye vitu vyake vimemezwa, Bwana, naomba uweza wako ukamfungulie sasa na kumtokezea ushindi kwa jina la Yesu. Yule aliyevikwa vazi la mauti
naamuru sasa kwa jina la Yesu liraruliwe, lipigwe, liondolewe juu yake, na maisha yake yawe na uzima na uhai tena. Arudishiwe uhai, arudishiwe kuwa na nguvu katika jina la Yesu Kristo. Yule ambaye kazi yake, uchumi wake, masomo, biashara pale vilivyomezwa na mauti au vimefunikwa na mauti, ninaamuru sasa nguvu ya mauti ikaondoke kwenye taifa, ikaondoke kwenye biashara, ikaondoke kwenye kanisa, ikaondoke kwenye malango, ikaondoke kwenye ardhi yetu, ikaondoke kwenye anga la Tanzania. Zile nguvu za mauti zilizoachiliwa kwenye upepo, maradhi mbalimbali, magonjwa na sauti na uharibifu, Bwana Mungu wetu, kwa nguvu ya mauti, kwa damu ya Yesu, hiyo mauti imezwe na kutupwa mbali, nasi tukabaki katika uhai na uzima na ushindi, tukilishangilia na kulitukuza jina la Bwana wa utukufu Yesu Kristo. Asante Baba wa mbingu na nchi. Naomba Baba, itazame Tanzania kwa huruma tena, na kusudi lako likatimizwe kwa jina la Yesu katika mwaka huu, na makusudi mabaya na hila za wanadamu zikafeli zote, nami nazipiga zivurugike, ziharibike. Ile la kwako peke yako Mungu mkuu ndilo likasimame na kutawala ndani ya taifa hili na ndani ya watoto wako, kanisa lako takatifu, na hata kwenye familia zetu, Baba, katika jina la Yesu. Nami naamuru kuvunjika, kubomoka mitego ya mauti iliyotengenezwa barabarani, maofisini, popote kanisani, popote nyumbani, kwenye anga na ardhi. Hiyo mitego na kamba za mauti zivunjike, ziharibike kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwamba unatupa kuwa washindi na wenye uhai na uzima, na ufalme wako ukaenee na kutawala milele, kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana Mungu Jehova, wewe utupendaye na kutuosha katika damu inayotupa uzima, uhai na wokovu milele. Utukuzwe Bwana Mungu wetu katika Yesu Kristo, katika jina la Yesu lipitalo kila jina. Bwana akupe kushinda dhidi ya nguvu za mauti zinazofuatilia ndoa yako, zinazofuatilia familia yako, zinazofuatilia wazazi wako, zinazofuatilia mashamba, mifugo na chochote cha maisha yako. Mauti isifanikiwe, bali uzima, uhai, wokovu na baraka na mafanikio yakawepo tele kwa jina la Yesu. Amini, nasema amina kwa Yesu Kristo Bwana. Amen. Barikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Karibu tena, endelea kufuatilia na kupokea neno la Mungu. Endelea kutuombea kwa ajili ya kazi za injili tutakazoziendea kule vijijini, vijiji kwa vijiji mbalimbali tutapita tukuhubiri injili hiyo. Siku sio nyingi tutaondoka. Basi naomba endelea kutuombea, na kumbuka kuendelea kushiriki kwa sadaka yako na kwa vyovyote inavyowezekana, ili kazi ya Yesu ifanyike kwa utukufu wa jina lake. Kumbuka pia kusubscribe kwenye YouTube channel yangu Elimlinzi Mbise. Kama hujafanya hivyo, kwa utukufu wa Yesu unaweza ukafanya. Kumbuka kushare na kulike pia, na ubarikiwe katika Yesu Kristo Bwana. Namba za simu unaweza kuzitumia ni 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel. 0787 62 75 91. Namba ya Vodacom ni 0762 282 439. Nairudia tena 0762 282 439. Msalaba ndio asili ya mema, ninatua mzigo hapo, nina uzima furaha.